Hakuna jambo zuri katika maisha kama kujitambua. Na kujitambua huko ndo kutakuletea furaha ya kweli. Na jukumu lako kama mwanadamu unatakiwa uwekeze sana katika kujitambua, kujiexplore wewe, kujijua wewe ni nani. Kwa sababu hapo ndo misingi yako ya furaha ndo iliyopo. Ndugu yangu, karibu tena katika kipindi cha Deogratias Kilawe Coaching Program hapa katika Mikono Speakers TV program online. Na leo ninao furaha sana kwa sababu leo tunaongelea kwamba mada nyingine tofauti sana na tujawahi kuizungumza kwa muda mrefu. Kwa hiyo leo tutapata kuzungumza namna gani ya kufanikisha maisha ya balance kwenye maisha, usawa kwenye maisha. Mtu akikuuliza kwamba usawa kwenye maisha na maisha nini, kwamba yani balance, how to attain life balance. Balance ni nini? Balance ni kwamba kuhakikisha kwenye ile duara lako sehemu moja, ile life cycle yako kwamba linaenda likiwa duara ambalo lipo sanifu, so duara ambalo limepinda. Kwa mfano katika maisha naweza nikakupigia mfano mzuri. Kwa mfano wa duara kama hili hapa. Kuna watu wengine wana duara kama hili hapa. Kwamba haya maduara yanamaanisha nini ndugu yangu? Duara ambalo limezunguka hivi limekuwa yani tuseme kama tairi la gari limekaa limezunguka limekuwa sanifu, kwamba bila kuwa limepinda au tairi la baskeli bila kupinda. Lakini kuna wengine unakuta tairi la baskeli lao limepinda, hapa pamepinda, hapa pamenyooka, hapa hapajakaa sawa. Hivi mipindo na hii kunyooka ni nini? Katika maisha kuna kitu kinaitwa kwamba ili uweze kuishi maisha ambayo tunasema yenye furaha na maisha ambayo successful sana katika maisha, mtu kama mwanadamu, tafiti zinaonyesha kwamba lazima attain life balance. Kwamba attain life balance, yani balance maisha kwenye nyanja zote, kwamba ndipo utaweza kuwa na furaha. Ndio maana kuta kuna watu wachache sana duniani wana furaha sana, ni kwa sababu watu wachache wameweza attain life balance. Na wengine wengi utakuta kwamba wana hela, wengine hawana hela lakini wamekosa furaha. Au wengine unakuta wana hela za wastani lakini wamekosa furaha. Hii inasababishwa na nini? Hii inasababishwa na vitu vitano katika attain ile life balance. Kitu cha kwanza tunazungumzia kitu ambacho ni hapa tunaita financial freedom. Kitu cha pili ni kwamba tunazungumzia business or career. Kitu cha tatu ni social contribution, spiritual, lifestyle na pia na afya. Katika maisha tunapozungumzia maisha, kama usipokuwa na kuweza kubalance hivi vitu vitano, ambapo kwamba kuwa na fedha, kitu cha pili kwamba kuwa na afya, kitu cha tatu kwamba kuwa na biashara au kazi, kitu cha nne kwamba kuwa na social contribution, kitu cha tano kuwa na kuwepo kwenye mahusiano, kitu cha sita pia hivi ni vingine vya nyongeza, cha sita ni lifestyle, kitu cha nane ni kwamba kuwa na ile personal development, na pia kitu cha 10 ni kwamba kuattain nini, kwamba jambo ambalo tunaliita nini, kwamba spiritual way of life. Kwamba kama hivi vitu 10 haujaweza kuvibalance vizuri, vitu vitano vya kwanza ni very necessary na hivi vitano vingine ni nyongeza, ambapo kwamba ni muhimu sana katika kuweza kusaidia wewe ndugu yangu kwamba uweze kuattain life balance kwenye maisha yako. Kwamba nikizungumzia hivi kwamba hivi vitu 10 kwamba ni sana duara. Umeona duara ndugu yangu? Kwamba hili duara kwamba limezunguka hapa alipo ni sana duara la tairi la gari la baskeli. Kwamba hii tairi mtu ambaye mwenye furaha sana kwenye maisha utakuta kwamba financial yupo vizuri. Lakini pia kwenye spiritual yupo vizuri. Na pia kwenye afya yupo vizuri. Kwenye social contribution yupo vizuri. Na kwenye lifestyle, kuishi maisha yake ya lifestyle yupo vizuri. Kwenye biashara au kazi yupo vizuri. Kwenye personal development yupo vizuri. Kwenye tukizungumzia mambo ya mahusiano yupo vizuri. Na tukizungumzia mambo ya spiritual yupo vizuri. Huku kote kapa balance. Unategemea nini kwa huyo mtu? Unategemea furaha. Unategemea mtu anatembea kwa confidence. Kuna watu unaweza kukutana nao ofisini lakini wamekosa confidence. Kwa sababu ukiangalia yeye ndo mfanyakazi ambaye analipwa mshahara mkubwa kuliko yote ofisini. Lakini ana raha, ana huzuni, muda wote ana hasira, muda wote yani kama vile amechanganywa, yani wamemconfuse. Ukija kuangalia katika maisha yake utakuta ni maisha ambayo tairi lake nimechukulia mfano ya picha
ya tairi la baskeli kwamba utakuta lipo namna hii, kwamba limepinda pinda. Utakuta kifedha yupo vizuri, alafu ukija kwenye spiritual haipo vizuri. Kanisani aende au msikitini aende au atimize yale mambo ya kiroho ambayo anakuwa atimize. Lakini ukija kwenye uhusiano labda yupo vizuri. Lakini ukija kwenye afya, ana afya mgogoro. Afanye aende gym, afanye kwamba mazoezi, afanye vipimo vya afya yake kujua kwamba the future ya mwili wake jinsi utavyokuwa, kwa sababu mwili ni chombo ambacho kinaweza kaondoka muda wote. Kwa hiyo kama usipokifanyia kazi vizuri, kwa maana hicho kinakutenda. Lakini pia kuja kuangalia kwenye social contribution, utakuta hajawahi kwenda hata kwa mwaka mzima, na mwaka unapita hajawahi kumsomesha hata mtoto yatima, hajawahi ku give back to community, labda kwenda kwa labda kwa wagonjwa akatoa, au akachukua watu akasomesha, kurudisha kwa jamii, kwamba kuhakikisha kwamba jamii imeweza kwamba kunufaika na yeye uwepo wake, kwamba kwa yeye kuja duniani na alichokivuna kwamba amekirusha kwa jamii. Mtu kama huyo utakuta hata ni mgumu kwamba kwenda kula na watoto yatima katika mwisho wa mwaka au katikati ya mwaka au wakati wa sherehe mbalimbali, kwenda kutoa mbuzi kwamba, lakini utakuta ndio mtu ambaye analipwa vizuri, lakini utakuta kila siku akija kazini utakuta kwamba hana furaha. Kwa sababu gani? Duara lake limepinda pinda, na limepinda hii mipindo mabonde ambayo unayaona. Haya mabonde ni mabonde yanayosababishwa na kwamba kuna vitu ambavyo vimelaki, ni kama madini yamelaki. Wanasema vitamini fulani vimelaki mwilini. Kwa hiyo ili uweze kuattain life balance kwenye maisha yako, ndugu yangu, kwamba lazima sasa uweze kwamba kuangalia duara lako ulifanyie searching, ulifanyia analysis, ulifanyia analysis duara lako la maisha kwamba lipoje. Je, katika financial, je una mipango ya kuwa financial free? Je, una malengo ya kuweza kutengeneza stream ya passive income? Je, hauna make hela ni kila kitu. Kama usipokuwa na hela hauwezi kupata furaha kubwa sana maishani, kwa sababu hela ndio inaleta furaha sana kwa kiwango kikubwa. Sababu kama una hela, kanisani utatoa nini? Pale atakuruhusu tu uende na msikitini au whatever, lakini mchango wako sio mkubwa sana. Umeona? Kwa hiyo watu ambao wanatoa michango mikubwa katika taasisi mbalimbali waga yani kwamba hela inakusaidia wewe kwamba kuweza kuattain vitu vingine, yani kwamba kwa confidence na kwa so confidence tu, kwamba tuseme kwamba kwa kujiamini zaidi, tuseme labda tuseme kwa Kiswahili, labda kwa kujiamini zaidi, kwamba hela inakusaidia, kwamba usipokuwa na hela utakuwa unaenda tu kanisani, unaenda tu wapi, lakini kwamba padi naye pia kwamba kulingana na maandiko ya Biblia kwamba anavyosema, na maandiko mengine ya vitabu vya dini, kwamba lazima viongozi wa dini kwamba sisi kwamba lazima tutoe hela zetu mfukoni, kwamba kucontribute kwenye kueneza neno la Mungu. Kwa maana jambo muhimu sana. Hasa wewe kama kila siku upo tu pale, lakini una kazi yote ya kufanya, maisha lazima ya kuendelea na huzuni fulani. Jambo lingine kwamba biashara, lazima uweke biashara yako ikawa vizuri, ikafanya vizuri, au labda kwenye career wise. Na jambo la mwisho na jambo lingine ambalo unaweza kwamba katika life cycle yako kwamba uweze kulikunjua ili iweze maisha kaya vizuri, ni kuwa na afya. Kama una afya utakosa raha, hata kama ukiwa na hela nyingi, kwamba utakosa raha, utakosa hata kama wewe unahudhuria sana kusali sana kila siku, lakini kama una afya mgogoro na haufanyi mazoezi, upo tu, mwili unazidi kuongezeka, unazidi kuharibika. Mimi kuna kipindi mwili kuanza kuongezeka, nikaanza kukimbia gym kila siku, nakimbia gym. Baadaye nikaanza kuattain furaha, kwa sababu furaha yangu kaanza kuondoka kidogo kwa sababu mwili kuanza kuongezeka. Kwa hiyo kwamba ili uweze kuattain furaha ya maisha, lazima ukunjue ule mkunjo ambao umejikunja, kwamba na mwili ile kwamba duara inaanza kunyooka, kwamba lianze kuwa ile duara likawa sanifu, likawa linaenda vizuri. Na sehemu nyingine kwamba ni spiritual. Lazima uwe na sehemu ya kiroho ambapo umeangukia. Sehemu gani ambapo umeangukia kiroho? Labda wewe ni Muislamu, nenda msikitini. Labda wewe ni Mkristo, nenda kanisani. Na wewe dini nyingine, nenda huko. Umeona? Kwamba hamna dini ambayo ipo sawa au haipo sawa. Kwamba kila dini kwamba mimi naona zote zipo sawa. Kwa hiyo kwamba chochote ambacho unachagua katika maisha yako kipo sahihi kabisa, na hauna haja kujutia. Na kingine ni kwamba kuwa na kwamba baada ya kuzungumzia kwamba social contribution, kwamba tunachofuata ni lifestyle. Maisha sasa hivi yamebadilika kidogo, kwamba ili uweze kuishi maisha ambayo ni mazuri, kwamba lazima uwe na lifestyle, kwamba leo unakuwa na kila siku na kazi yako kutoka Gongo la Mboto Kariakoo, au Gongo la Mboto au Mbagala
posta, Mbagala posta, au Mbezi posta, Mbezi posta. Lazima uwe na kuwa na lifestyle. Leo unaenda Jamaica, kesho unaenda Cuba, kesho unaenda Marekani, kesho unaenda Zanzibar, kwamba una explore the world, kwamba uwe na lifestyle fulani ambayo kwamba ya ku explore the world. Itakupa raha sana, kwa sababu ile ndo tafiti zinaonyesha kwamba uwezo wa kuweza kuishi maisha ya lifestyle fulani ambayo kuweza ku explore the world, kwamba pia inakupa we namna fulani ya kuweza kuattain ile furaha kwa namna moja, kwa sababu unaona mambo mapya, unaona vitu vipi ambavyo vinakupa furaha zaidi na vinakutia moyo zaidi katika maisha. Na jambo lingine kwamba personal development. Personal development ni jambo ambalo kwamba la muhimu sana katika maisha. Kwamba personal development ni jambo ambalo kwamba limekuwa la msingi sana. Kama mtu unafanya kazi somewhere, au labda unafanya biashara, au labda unasoma, kama usomi, kama haupati kujiendeleza wewe mwenyewe kielimu, au ukasoma vitabu, au kuhudhuria seminar mbalimbali, training mbalimbali, au ukapata kuwa mentor na ni professional coach, au ni professional mentor au professional coach kama mimi, kwamba inakuwa ni ngumu sana katika maisha yako kuweza kuwa na furaha au kuona kama unakuwa. Kuna watu unakuta wanalipa mshahara. Kuna mfanyakazi mmoja alikuwa analipa mshahara mkubwa sana, milioni 24 kwa mwezi, lakini akawa anakuja kwa anasema kama leo nataka kuhama hii ofisi, sio naona kama vile mambo hayaendi, mambo kama hayapo vizuri sana. Lakini kamuuliza kwamba tatizo ni nini? Baada ya kuangalia tatizo ni nini, nikaja kugundua kwamba katika ile ofisi miaka 3 mfululizo hajawahi kwenda training. Kwa hiyo at the end of the day, kwa sababu hajawahi kwenda training, kwa hiyo alikuwa anajiona hakui. Kwa sababu kama usomi kitu kipya, upate kitu kipya, unakuta kwamba hata kama unalipwa hela nyingi sana na hamna ile personal growth, kwamba katika maisha yako unakuta maisha kama vile yamekosa furaha, ni kama ile sehemu fulani ile kimiminika cha furaha yako kama kimekosekanika, kwa sababu haukui. Na unajua nature ya wanadamu ni kukua kila siku kujifunza kitu kipya na grow. Kwa hiyo unakuta watu wengine wanaamua kuacha kazi ya milioni 24, aenda kufanya kazi ya milioni 5 au milioni 6 kwa mwezi, kwa sababu tu kwamba amekosa furaha, au amekosa kuna ile mrija kimiminika cha furaha kimekosekana katika maisha yake. Kwa hiyo ili uweze kugrow na uweze kuwa na furaha, inabidi utoke kwenye hii duara ambayo limekunjika, au tuseme duara tairi la baskeli ambayo limejikunja kunja. Ukunjue kote, kwamba kunjue vizuri. Hakikisha unaenda kwenye dini, hakikisha unaenda gym, hakikisha una financial statement zako zinaenda vizuri, hakikisha kwamba biashara zako umezipangilia vizuri na umeweka malengo mazuri na zinafanya vizuri, au kazi ambayo unaifanya una excel. Hakikisha unakuwa personal, hakikisha unakuwa na lifestyle, hakikisha kwamba una contribute kwa jamii, at least kwamba katika miezi 2 au 3 unaenda kwa jamii, kwa watoto yatima, unaenda kula nao, au unaenda kusomesha watoto yatima, au unaenda kuwajulia hali wagonjwa wa hospitalini na kuwatia moyo. Hakikisha kwamba spiritual upo vizuri, unaenda kanisani unahudhuria vizuri, au msikitini unaenda unahudhuria swala zote 5. Na hili jambo ni muhimu sana. Watu wengi wanafeli, wanakosa furaha katika maisha yao kwa sababu unakuta spiritually hawapo vizuri, lakini kifedha hapo vizuri, lakini unakuta tu ana raha katika maisha. Kwa hiyo hivyo vitu 5 vitakuwezesha ndugu yangu mtazamaji kwamba kuweza kuattain life balance. Na mpaka hapo ni mwisho wa kipindi chetu cha leo. Na kama una maoni, una fikra tofauti, na pia kama una comment yoyote, usisahau kwamba kushare na sisi hapo chini ya button yenye kushare comment. Na pia usisahau kwamba kusubscribe hii channel, na pia kushare na watu wengine. Na pia kumbuka kwamba Mikono Speakers International kwamba tuna zawadi mwaka huu, na kesho kwamba tutatoa zawadi ya shilingi 50,000 ya mshindi ambaye ataweza kutengeneza video clip ambayo itaelezea Mikono Speaker ni nani. Tumia tu simu yako jishoot, and then ukishajishoot kwamba unakuwa upload online. Ukisha upload online kwamba unatakiwa tutagi sisi na watu wengine 5, na pia utumie official hashtag zetu ambayo ni Mikono Speakers 2018, na official hashtag zetu nyingine ni World Sales Conference na Deogratis Kilawe. Na hapo utakuwa kwamba sisi tutapata kuchagua video moja nzuri, na baada hapo hiyo video moja nzuri tutakuwa tumeichukua, kwa tutamtangaza kama ni mshindi, tutampa hela yake cash mkononi. Kwa hiyo asanteni, na mpaka wakati ujao tena. Asanteni sana. Ni Deogratis Kilawe. Usisahau kusubscribe page zetu na kulike page zetu.